na nafsi za watu. Kwa hiyo nisipotunza siri sikukaribishi wewe kuja tena, kwa sababu utaona natoza utu wako. Kwa hiyo wababa, mimi nawakaribisha, na tumesikia katika masuala ya ukatili wa kijinsia wababa wanapigwa wananyima. Msicheke, mnapigwa. Mnakataa jamani, nasema uongo? Si mnapigwa? Wamama mnawapiga wababa, mnawapiga. Mnafikiri chanzo ni nini ya hivi vipigo? Kuna kitu kinaitwa UWABATA, hicho ni chama cha wababa ambao wanapigwa. Mnafikiri chanzo ni nini jamani? Labda tuzungumze tu mama, mnafikiri eti chanzo ni nini mpaka imefikia hatua kwamba mnawapiga wababa? Chanzo ni nini? Je, ni matunzo? Je, baba hawajibiki? Kwa sababu lazima kutakuwa kuna chanzo hapo katikati ambacho kinamfanya huu ukatili wa vipigo uendelee, kwamba saizi umehama. Zamani ulikuwa kwa baba anapiga wa mama, lakini saizi wa mama nao wameinuka. Baba anapigwa lakini anashinda sehemu ya kushtaki kwa sababu ana ile aiba. Sisi tuna mfumo dume, tukubaliane. Huo mfumo dume, kwa hiyo anaogopa kuja kushtaki. Hebu wa mama hapa tusemezane, unafikiria eti ni kwa nini mnawapiga wa baba? Mmoja tu, hata jibu moja tu naomba. Hebu niambie, changamoto leo unafikiri inakuwa ni nini? Matumizi Umesikia? Sababu moja hapo ni matumizi. Mwingine jamani, kwa nini nafikiri wa mama wanawapiga wa baba? Changamoto nyingine ni nini? Ni matumizi pekee baba anaenda kunywa pombe. Umeona? Pombe jamani, mnasikia lingine? Moja ya sababu ya masuala ya ukatili wa kijinsia ni ulevi. Tulizunguka sisi kote kufanya hizo research, tulienda Tilawi, tulikuwa tunatoa ile madodoso. Ulevi jamani, kwa sababu mtu anaweza akakupiga hivi hivi. Na labda niwaambie kitu kimoja, unapokunywa zile pombe, ukinywa pombe si ujiwezi, kwa sababu zinaenda kuua joint zote. Lazima upigwe tu, na utapigwa tu. Kwa hiyo ili uache kupigwa, labda niwaambie kitu kimoja. Ndio maana wanasema kunywa kupita kiasi kinaweza kuharibia wewe kiafya, kimwili, kiakili. Kinachohitajika ni hapa, nisikilizeni wa baba. Moja ni kutimiza majukumu yako wewe kama baba. Ni kutimiza majukumu. Mimi sidhani kama mwanamke anaweza akainua mkono kuweza kukupiga wewe kama nyumbani umeacha kodi ya meza. Kodi ya meza tunaelewana naposema hapo? Kodi ya meza, umeacha kodi ya meza pale, mambo yote yameenda sawa nyumbani. Je, mwanamke atapata nguvu ya kupiga wewe? Kwa hiyo tunaliona kwamba tatizo liko wapi? Liko sisi wenyewe hatutimizi majukumu yetu. Nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuleta hii sera ya elimu bure. Lakini tunapoleta hii sera ya elimu bure, kuna kipengele kimoja hatukitimizi sisi kama wazazi. Ni nini hicho? Kuna michango midogo midogo. Sawa, elimu ni bure, lakini siipo michango midogo midogo ambayo ipo. Kwa mfano, kumnunulia mtoto daftari. Sio tu kumnunulia mtoto daftari, kuchangia chakula shuleni, uniform. So unaona hivyo vitu vidogo vidogo jamani, hivyo. Hata hivyo tunashindwa kufanya. Hasa kama hivyo ufanye, nani ataweza kukufanyia? Na ndio maana ninawaambia siku zote kwamba wamama jamani ni wavumilivu. Ila ukiona mpaka amekuja kushtaki, sio kitu kizuri. Kwa hiyo wababa, hela ya pombe mnayo, ila fedha ya kuweza kumtunza mtoto ndo una. Hivi unaona changamoto hapo ilipo? Jamani, mnaiona changamoto hapo ilipo, kwamba fedha ya pombe ipo, lakini kumtunza mtoto hiyo fedha haipo. Bungeni ulisoma mswada, na nafikiri nilikuwa bungeni wiki 2 zilizopita, akati nasoma bajeti ya hii Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na wakasema kwamba tunapendekeza kwamba mama atakapokuwa ameenda kushtaki kesi ya kutelekezwa, yani ametelekezwa na ikathibitika, wakasema faini iwe milioni